Ndio pale Mtume aliposema man qama ramadanan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, mtu yoyote ambaye atakayesimamisha usiku wa Ramadhani. Wanazuoni wanakubaliana kusimamisha usiku wa Ramadhani ni swala ya tarawih kwa imani na matarajio kwamba atapata malipo kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atamsamehe madhambi yake yote yaliyopita. Na hapa kusamehewa madhambi ndo ambaye inasababisha maafa kwenye maisha yetu. Madhambi ndo ambaye inamrudisha mtu nyuma. Madhambi ndo ambaye inavunja uhusiano wa mja na Mola wake. Madhambi ndo ambaye inamtia mtu hofu. Madhambi ndo ambaye inasababisha mtu riziki yake inapunguzwa. Ananyimwa riziki mtu kwa sababu ya madhambi. Na matatizo mengi yanatufika kwa sababu ya madhambi. Sasa Mtume anaposema kwamba yeyote atakayeswali swala ya tarawih kwa imani na kutarajia malipo kutoka kwa Mwenyezi Mungu atafutiwa madhambi yaliyopita. Maana yake ukifutiwa madhambi wewe, maana yake maisha yako pia itafunguliwa, kwa sababu madhambi ndio ambayo imezuia mambo mengi katika maisha yako wewe. Maisha yako itafunguliwa, riziki yako, Mwenyezi Mungu atakuondolea maradhi, atakuondolea matatizo, atakuondolea hofu, atakupa amani, atakupa utulivu wa moyo na atakupa raha ya maisha fi dunia wal akhirah. Sasa tukirudi katika maudhui yetu Waislamu, masala ya mtu kuchunga afya ni kitu muhimu sana katika maisha ya Muislamu. Leo waliyadhu billah, katika mwezi wa Ramadhani, baadhi ya wanazuoni wanasema zile vyakula ambavyo vinaliwa ndani ya nyumba za Waislamu katika mwezi wa Ramadhani, lao yanawekwa stock, yanaweza yakaliwa miezi 3-4 katika miezi mingine. Yaani vyakula ni vingi wala hakuna mwenye kula. Na kwa sababu watu wanatii amri ya Mola wao, Mwenyezi Mungu anazitia zile chakula baraka. Katika mwezi wa Ramadhani, angalia unapofungua saumu wakati wa magharibi, unafuturu na tende na sambusa na kababu, labda na juice ya passion fruit, wewe umeshashiba tayari. Ile kwenda kufuturu tena baada ya kuswali magharibi ni kwenda kujaza tumbo tu, lakini wallahi umeshashiba na ilikuwa inakutosha. Lakini vyakula ambavyo vinapikwa ndani ya nyumba za Waislamu leo haisemeki katika mwezi wa Ramadhani. Yaani imekuwa mitaa za Kiislamu leo ukitembea ndio sehemu ya kumwaga chakula. Machokorao wameokota mpaka wamechoka. Maskini wameokota mpaka wamesema jamani sasa hivi tosha. Yaani leo imekuwa ni israfu. Hatujaambiwa hivi jamani. Tumeambiwa tupike kiasi cha haja. Na hawa wanawake naye tuwasaidishie mambo ya kupika ili na wao wapate nafasi ya kufanya ibada na kufanya kujenga uhusiano wao na Mungu wao.